walisaliwa kuwa wakuwe viongozi. Hiyo ni lawama ya mwananchi, si lawama ya viongozi. Sababu niseme hivi ni hii, nimeacha kuona kitu kigeni ambaye kilikucha. Kama niliona ugonjwa mgeni ambao uliingia Kenya mwaka 1985, ugonjwa ambaye ulikuwa unaitwa ukimwi, uliturendi kweli kweli, na hakuna mtu mwenye ambaye hakuogopa huu ugonjwa, kwa sababu ni ugonjwa ulikuwa ukikuingilia unakula nyama sote. Hiyo ni ugonjwa niliona, na nikakuja nikaona ugonjwa wakati wa corona, ugonjwa wa corona nao pia ukaogopesa, mpaka watu wa Ulanzi walitupa pesa, wale walikuwa na pesa mingi. Hiyo ndio vitu mbili niliona. Ya tatu, nimeona mwananchi mtukufu yule ambaye anaamuka. Kwa majina ni Thomas Somoni kutoka Bucha. Hapa niko bunge ya Manyata ya Nakuru County, na tena mimi ndio secretary katika bunge la county ya Nakuru, bunge ya mwananchi. Na kuna jambo mbili sasa nataka kuongea ama tatu, na hiyo ni ya kusangaza. Moja, inaelekeza lawama kwa wananchi wa Kenya watukufu wenzangu. Ni makosa kubwa ukute sisi kama wananchi, kwa sababu tunapenda kupewa vitu vidogo vidogo, ama tunapenda kupewa ruhusa Kongo ili tuchaguane. Tunachagua viongozi, tukiwarudia tunafikiri wao ndio wamesaliwa katika hiyo ward, hiyo constituency, hiyo county, ni wao walisaliwa kuwa wakuwe viongozi. Hiyo ni lawama ya mwananchi, si lawama ya viongozi. Sababu niseme hivi ni hii, nimeacha kuona kitu kigeni ambaye kilikucha. Kama niliona ugonjwa mgeni ambao uliingia Kenya mwaka 1985, ugonjwa ambaye ulikuwa unaitwa ukimwi, uliturendi kweli kweli, na hakuna mtu mwenye ambaye hakuogopa huu ugonjwa, kwa sababu ni ugonjwa ulikuwa ukikuingilia unakula nyama sote. Hiyo ni ugonjwa niliona, na nikakuja nikaona ugonjwa wakati wa corona, ugonjwa wa corona nao pia ukaogopesa, mpaka watu wa Ulanzi walitupa pesa, wale walikuwa na pesa mingi. Hiyo ndio vitu mbili niliona. Ya tatu, nimeona mwananchi mtukufu yule ambaye anaamuka asubuhi anaacha bibi yake, kama mimi vile naachanga bibi yangu naenda kupiga kura, kama wewe vile unaacha bwana yako unaenda kupiga kura. Na huyu wakilisi, mtu ambaye umechagua ndio tena na kutumia watu wakwenda kukupiga viboko, mwenye ambaye uliamuka asubuhi ukakaa kutoka asubuhi mpaka jioni ukisukumana na watu ili umpigie kura. Baada ya kuingia anakuwa mfalme, badala ya kuwa mtumishi, kiongozi mtumishi. Nje nauliza kama marehemu Ronald Mambo Mbotela alikuwa nauliza, hiyo ni ungwana wa Kenya? Mimi nawauliza ukweli, hiyo ni ungwana? Ukute wewe umechagua kiongozi, na huyu kiongozi badala ya kukuwakilisha, kusikiliza maneno yako, na anakuweka chini kukuchapa, anakutumia watu wa kuchape, hiyo ni ungwana kweli? Inauliza kutoka kaunti ya Nakuru, kama secretary wa kaunti, bunge ya mwananchi, nauliza ukweli wa Kenya wote, wananchi watukufu wa Kenya, ni ungwana kweli? Wewe unaamuka asubuhi unashughulikia kiongozi ambaye si ndugu yako, ambaye si mama yako, ambaye si dada yako, ambaye si anko yako, ambaye si relative yako, lakini unamshughulikia paka unamuingiza katika ofisi. Badala ya kukuwakilisha
Yeye analeta ugonjwa wa kuchapa ya kutuma watu kukuchapa. Hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo hii makosa, wacha tu niweke hii lawama ya kwamba hii lawama iko kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya nyinyi mnarudia mtu mmoja kila wakati. Kama hakuna mtu ambaye amesaliwa hapo, nje na kuuliza Mkenya mahali popote huko, kwa siku hata kijiji yako ni watoto wangapi ambao wamesaliwa? Mbona ukachua huyu ndiye kiongozi peke yake? Raundi hii tuchanuke. Mtu akiingia katika uongozi anastahili anapiga kama ni muhula moja na anaanza kutuambia maendeleo amefanya. Bila hiyo kukula, mimi sitaki kukataza usikule, kwa sababu kila mtu ako na tumbo. Kila mtu ako na tumbo. Na kukula, mtu akikuletea ukule sio utakula. Lakini si wakati wa kupiga kura, sio tumia akili, utumie ubusara. Ila Mungu alikuumba nayo. Ndio nataka kama wewe kama Mkenya ambao unataka kuchenga nchi yako. Asanteni sana, nimetoka hapo. Ya pili inataka kuelekeza kwa Riggy. Nimekuita mara 3. Nataka unisikilize. Wewe ni politician mzuri sana. Na wewe ni mtu mzuri sana. Na unajua kuchapa siasa sana. Na siasa yako iko na ukweli mingi. Lakini kuna kasoro. Unajua utaweza piga chakula mzuri uweke kwa mesa, lakini ukiweka uchafu hata kidogo, hiyo chakula haiwezi kulika. Yenyewe chakula ni ya kifahari, lakini ikose kukulika kwa sababu hiyo chakula kuna uchafu kidogo. Riggy, wacha nikwambie kitu moja. Wewe mtu akitaka kuenda, hiyo ni advice peke yake. Sitaki kwenda mbali. Mtu akitaka kuenda safari ndefu lazima anaanza na step moja. Step yako ya moja ambayo inakuweka X ya kwamba utosi mboga. Wewe unasema unaelewanisha upinzani yote. Nchi gani utaelewanisha upinzani? Ukumbuki chusi ulikuwa naibu wa rais, deputy president. Na rais akaenda nje. Akakuacha hapa. Kondoo za ndugu zako sikafahamiwa. Hata ikiwa ukukuwa ni wewe, ungechua ni nani anafahamia hizi kondoo. Hapo Riggy, ukusema ya kwamba ni nani amefahamia hizi kondoo, na wewe ukawa kama raia mwingine anataka kuchungwa. Sasa wewe utakuwa unaongea sauti ya watu aina gani? Kumbuka huyu rais, huyu kondoo zake zilikuliwa, yeye alikuwa rais. Na akiwa rais, yeye akatoa mwelekeo kwake, anataka pande hii. Wewe ukakataa, ukatuambia malaika ndio hule. Tukaenda kwa huyu malaika. Kufika huko tumeona ni kusulubishwa. Sasa saa hii ndio unataka kutuambia ati barabara mzuri ndio hii? Nauliza, je, wa Kenya, huyu Riggy, nyinyi mtakubali ya kwamba awaelekeze barabara? Si hata akiwaelekeza barabara atawaelekeza barabara gani? Riggy ni kama mwenye riadha ambaye anakimbia vizuri, akona gold medal, lakini ana viatu vya kukimbilia. Nje ukiweka miva pale mbele, akikanyaga ile miva, si atakaa chini? Si wa nyuma atamshinda? Sio gold medal itapotea kutoka kwake? Wananchi wa Kenya, si itapotea kutoka kwake? Riggy, wacha arudi nyumbani, afae viatu, waelewane na ndugu yake. Yule kondoo silipotea. Wakwe kitu kimoja, Riggy akikucha katika platform ya politics, ndugu yangu, Riggy kuna uwezo wa kuweka mtu na kumtoa. Hiyo ni ukweli. Lakini makosa anakimbia bila viatu. Anakimbia wakikosana na ndugu yake. Hata Biblia yasema ya kwamba enda muelewane na ndugu yako kwanza, mposa ndio muende katika
uwanja wa hukumu. Kabla mchafika kwa hukumu, elewana na ndugu yako kwanza. Kwa hivyo Rigathi mpaka saa hii mnapinzana na ndugu yako. Una sura gani? Sasa hata nyinyi watu wa upinzani ni walevi. Wacha nikuambie. Sana. Wewe Kalonzo Musyoka, chukua helio bwana. Wewe Eugene, chukua helio bwana. Enda Rigathi waelewane kwanza na ndugu yake, ndiye akuje kuwaelewanisha. Kama ameshindwa kuelewanisha yeye na ndugu yake, na ndugu yake alikosewa, na yeye alimpea yeye ndiye alikuwa second command. Rigathi ndiye alikuwa second command wakati kondoo za ndugu yake zilikuwa zinakuliwa. Wakati kondoo zake za ndugu yake zilikuwa zinakuliwa, yeye kama second command alichunga kondoo za ndugu yake. Kama hakuchunga kondoo za ndugu yake, ataweza kunichunga kiache na kondoo zangu? Yeye ataweza nipea mwelekeo haki? Mimi kama secretary wa Nakuru County, bunge la mwananchi, nimekukataza Rigathi. Henda nyumbani kwanza, uvae viatu, utoke nje, ukuje ungangane na hii kazi. Kazi yenyewe umeishinda. Kwa sababu mengi unasema anaonekana ni ukweli mtupu. Lakini wewe kumbuka ya kwamba kuna siku wewe mwenyewe ulisema muliingia ofisi na mkupata chochote. Lakini baadaye ukakuja ukakanusa ukasema kuna kitu pesa silipaki zenye ambaye singeendesha nchi. Sasa nje nauliza wewe, sura yako na Wakenya ambao unataka kuunganisha, kweli Kenya uliambia Wakenya? Sasa ni nini unataka Wakenya wakuamini Rigathi? Kwanza kabisa ungekuwa mtu mzuri, enda mwelewane na ndugu yako. Inaonekana wewe pale wewe utaki huyu ndugu yako. Kama utaki huyu ndugu yako, utaweza kuanisha au upinzani kiache. Ndugu yangu Rigathi, waachana na hii story. Hii story ni ngumu. Na kuna kitu kingine unaongea, ninaona tu kama ni uongo. Wewe ulikuja kuwa naibu wa rais, ni rais Ruto alikuleta ukwe tribute wake, ndio kaanza kujulikana. Sasa ulimuingiza uongozi ama yeye ndiye alikuingiza uongozi? Unajua nimeshindwa kuelewa. Yeye ndiye aliingiza Ruto. Kiache. Wewe Rigathi uliingiza Ruto kiache. Kwanza kabisa unastahili kuomba jamii yako msamaha kwa sababu umewatanganya tuende mstari hii, wakakufuata, na hii jamii yako sasa inakufuata. Sasa ukweli si wajiulize swali. Wewe one time uliwaambia pale kuna malaika, na wakafika huko wakaanza kulia, wakasema kumbe ni binadamu kama sisi, si au kwa malaika. Kumbe yule alikuwa anatuambia wacha huyu binadamu akae kidogo ili akuje kuchaguliwa baadaye, ndiye alikuwa sawa. Na tena huyu alisema hivyo, ndio unapiga naye vita. Kweli Rigathi, wewe utapata kula Kenya kweli? Usitanganywe bwana. Politics ukiwa umesimama platform ya politics, uwezi chua uko namna gani? Wacha wananchi wakuambie, wacha nikwambie ukweli. Enda nyumbani, vaa viatu. Enda nyumbani, elewana na ndugu yako. Ukicha utakuwa the best. Enda tafuta uhuru, wachana mambo ya pele mtomo. Enda tafuta uhuru, muelewane, mkae kwa nyumba moja. Wahenga wakasema hivi, ukiona ndugu wawili wakigombana, chukua chemba ukaenda kulima. Lakini wewe, hii uongo yako ya mdomo, wewe ni project ya hii serikali. Wewe Rigathi, wewe ndio project ya hii serikali. Wewe ndio wheelbarrow ingine ya rangi nyingine, si vile wale wengine wanawaita. Uliadvise wengine vizuri sana, na nilikuona katika EGSFM ukisema mbona hao wanachecheli hii, kumbe nyani inaona mkia wa mwingine, lakini mkia wake unakosa kuona. Tumia ile hekima Mungu alikupea bwana, ukimbii mahali
na uweni mahali kama uwezi rudi nyumbani, mkutane na huyu ndugu yako, muongee kwa kitu moja, mtoke mkisikana mkono, wewe utakuwa mshindi kila kona. Yenyewe tunaamini ya kwamba utatoa Ruto. Lakini mkielewana na huyu ndugu yako, lakini msipokaenda bwana na yeye, hakuna mahali bwana unaenda. Ukienda pale ukiona Western watu wanakusangilia wanakutanganya. Ukiona pale watu wanakutanganya, labda uko na kitu wanataka kukula. Mimi nimekusaidia kwa sababu wewe ni ndugu yangu, na mimi nimeona ya kwamba uko na gold medal ya siasa na unaongea vitu vingine viko sawa, lakini unatembea bila viatu. Rudi nyumbani ufae viatu, ukue mwenye liata mzuri. Asanteni sana.